Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji, kama unavyofahamu, ilianzishwa na maeneo maalum ya kiuchumi, yani Tanzania Investment and Special Economic Zones Authority TISEZA. Taasisi mpya hii ambayo tumeianzisha mwaka huu ikiwa ni muunganiko wa iliyokuwa TIC na EPZA. Kwa kifupi, Tume ya Taifa ya Mipango ina jukumu la kuratibu na kusimamia utekelezaji wa mipango ya maendeleo ya taifa ya muda mfupi, muda wa kati na muda mrefu. Ofisi ya Msajili wa Hazina ina jukumu la kutunga na kusimamia utekelezaji wa miongozo kwa ajili ya wenzi. Na katika mkutano huu mtaeleza kwa kifupi mwelekeo wa kisera na utendaji wa ofisi yetu, lakini hususan hizo taasisi ambazo tunazisimamia katika maeneo ya uwekezaji, usimamizi wa mashirika ya umma pamoja na mipango ya maendeleo ya kitaifa. Nianze tu na kueleza kidogo kuhusu vipaumbele na mwelekeo wa uwekezaji katika kipindi cha miaka mitano ijayo. Kwanza, katika uwekezaji tunapopima mafanikio huwa tunatumia vigezo vikubwa vitatu. Kwanza tunaangalia miradi ya uwekezaji iliyosajiliwa. Hilo neno la kwanza kabisa. Lakini pili, tunaangalia idadi ya ajira ambazo zimezalishwa kutokana na miradi ya uwekezaji ambayo mmeisajili. Lakini tatu, tunaangalia kiwango cha mtaji kilichovutiwa kuingizwa. Kwa hivyo uwekezaji ni hiyo, hayo ndio mambo makubwa matatu. Na uwekezaji ni pale ambapo rasilimali inakutana na mtaji. Kwa hiyo kwa mfano, wewe unaweza kawa na ardhi, unayo ardhi nzuri kabisa, shamba. Mpaka hapo haujaa uwekezaji. Unakuwa uwekezaji pale ambapo unaibadilisha ardhi yako kuwa na thamani. Ili ibadilike kuwa na thamani, inabidi upate vitu viwili. Upate mtaji, upate na teknolojia. Ukipata mtaji, unaweza kaamua kwenye shamba lako, ukaamua kujenga nyumba, huo tayari ni uwekezaji. Ukaamua kulima, huo ni uwekezaji. Ukaamua kujenga kiwanda, huo ni uwekezaji. Kwa hiyo uwekezaji utokea pale ambapo unakuwa na rasilimali, unakuwa na mtaji, unakuwa na teknolojia. Inafanyika, unapata kitu unakibadilisha kwa thamani kubwa ya kifedha, tunaita uwekezaji. Kwa hivyo hilo ni eneo muhimu sana ambalo tunaliangalia. Katika kipindi cha miaka mitano iliyopita, mwaka 2021 mpaka 2025, kazi kubwa ilifanyika. Kwa mfano, idadi ya miradi ya uwekezaji iliongezeka kutoka kusajili miradi 252 kwa mwaka 2021 hadi kufikia miradi 901 mwaka 2024. Kwa hivyo kiwango kikubwa sana kiliongezeka, na hata mitaji ikaongezeka kutoka dola za Kimarekani bilioni 3.7 mwaka 2021 hadi tukafikia dola za Kimarekani bilioni 9.3 mwaka 2024. Kwa hivyo kwa vigezo vyovyote tutakavyopima, utaona kwamba sekta ya uwekezaji katika miaka minne mitano iliyopita, katika awamu ya 6 ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, kazi kubwa ilifanyika na mafanikio yalionekana. Na unaweza kuona vile vile katika uchangamfu wa biashara katika nchi husika, utaona kabisa biashara zinazidi kukua, zinazidi kuongezeka. Kwa hilo ni eneo muhimu, na hayo mambo yakitokea inamaanisha kwamba unazidi kuzalisha ajira katika nchi. Kwa hiyo hayo ni mafanikio kwa kifupi, lakini ningetaka sana kujikita kile ambacho tunakifanya kuelekea mbele. Ndio muhimu sana katika miaka mitano ijayo, katika kutranslate au kutafsiri ilani ya Chama cha Mapinduzi kwenda kwenye matendo. Kazi kubwa tulionayo ni kubadilisha ahadi kuwa vitendo. Ahadi ambazo tumeziahidi mwaka 2025 katika uchaguzi uliokamilika mwaka huu, ahadi za ilani ya Chama cha Mapinduzi, lakini pia ahadi za Mheshimiwa Rais mwenyewe katika kampeni zake. Lazima tubadilishe ahadi kwenda kwenye vitendo, na ndio kazi yangu mojawapo msingi kama waziri mwenye dhamana ya mipango, ni kwamba mipango ambayo tumekubaliana ibadilishwe iende kwenye vitendo. Kwa hiyo nitakutumia muda mwingi hapa, nitatumia muda mwingi sana kuelezea namna tunapoenda kubadilisha ahadi mbalimbali kwenda kwenye vitendo, ili yale ambayo tumeahidi yaende kuonekana kwa maisha ya wananchi wetu. Kwanza, katika upande wa uwekezaji, katika miaka mitano ijayo tunaenda kuchukua hatua zifuatazo katika kuimarisha huduma za uwekezaji na kuibua fursa kwa wananchi wetu na hususan vijana. Jambo la kwanza kubwa sana ni kuendelea kuimarisha kituo cha mahala pamoja, yani one stop facilitation center.
Kinachofanyika hapa ni kwamba mkienda pale TISEZA utakuta wana kitu kinaitwa one stop facilitation center, yani kituo cha mahala pamoja. Lengo ni nini? Lengo ni kwamba mwekezaji akienda, kuna taasisi nyingi za serikali ambazo zinahudumia wawekezaji. Kwanza, hatua ya kwanza lazima ukasajili kampuni. Unasajili kampuni wapi? BRELA. Lazima uende TRA, lazima uende mazingira, lazima uende OSHA. Yaani kuna taasisi karibu 16 ili uweze kufanya biashara yako au uweze kufanya uwekezaji. Ambacho inafanya TISEZA ni kwamba badala mwananchi au mwekezaji kuzunguka kwenye taasisi moja moja, aende TISEZA apate huduma hizi zote sehemu ile, ili akitoka pale akafanya kazi ya uwekezaji. Hiyo ndio dhana ya kituo cha mahala pamoja. Kwa hiyo nataka tukakiimarishe kwa maeneo mawili. Kwanza, taasisi zote ambazo zinatoa huduma ziwepo pale. Lakini pili, hizo taasisi zote na mamlaka kamili. Kwa hivyo kama ni swala la kupata hati, upate hati pale na itambulike. Kama ni BRELA, usajili kampuni uondoke. Kama umepata tax exemption, afisa anayeweka pale na TRA awe ni mtu mwenye mamlaka kamili ili akitoka pale aondoke. Hayo ndio maeneo ambayo nataka tukayatazanie. Na kwanza kabisa, taasisi ambazo zinakaa pale, maafisa wanaowekwa pale wawe maafisa ambao wana mamlaka kamili ili mwekezaji asihangaike. Na ndio sheria mpya inavyotaka ambayo tumepitisha juzi hapa. Lakini eneo la pili ni kuimarisha of course huduma zenyewe kwa maana ya jengo. Sasa hivi wamekaa pale Golden Jubilee Tower, wamepanga mle. Lakini kwa muda tu wanamalizia jengo lao, watahamia pale karibu na bunge. Watakaa na jengo lao la kisasa kabisa, TISEZA na huduma zote wataenda pale, wawekezaji wetu watahudumiwa wakiwa mahala pamoja bila wasiwasi. Na kwa hivyo wataweza kupata nini pale? Vituo vya kodi. Kwa mambo ya kodi yote kutoka TRA watakuta pale. Watapata vibali vya ukaaji kutoka idara ya uhamiaji. Ukiwa ni kutoka nje, ukiingia Tanzania unahitaji vitu viwili. Kwanza upate kibali cha ukaaji kinaitwa residence permit ili uweze kukaa Tanzania. Kwa hiyo unaipata kutoka kwenye, kwa nataka vyote hivi unavipata kutoka TISEZA, idara ya kazi. Upate kitu kinaitwa hati isiyo asili. Hapa Tanzania kama ni mgeni uruhusi kumiliki ardhi. Kwa hiyo huwezi kupewa hati ya kumiliki ardhi if you are a foreigner. The only thing you can get ni kwamba unapata kitu kinaitwa derivative right, yani hati isiyo asili. Kwa TISEZA anamiliki ardhi kwa niaba yako na anakuwa nacho cheti nani? TISEZA. Lengo ni kwamba hii ni sheria imewekwa na ndio utamaduni wetu miaka yote katika nchi, na inatutofautisha na nchi nyingi sana za Afrika. Hapa huwezi kuja mgeni ukamiliki ardhi hapa. Kwa hiyo lazima hilo utapata yote kutoka hapo. Inatolewa na Wizara ya Ardhi na yenyewe utakuta pale TISEZA. Lazima upate cheti cha mazingira. Kwa lazima watu wa NEMIC wathibitishe kwamba uwekezaji wako hauna athari za kimazingira. Na yenyewe hatutaki ukazunguke kwanza kutafuta ofisi ya NEMIC, uipate pale. Upate kibali maalum cha kuwekeza sekta madawa. Kuna madawa fulani hapa kuwekeza lazima uende TMDA. Ndio unatoa kibali maalum. Na wenyewe wapo pale. Ukapata kibali maalum cha kuwekeza katika sekta ya kilimo. Kuna maeneo fulani kwenye kilimo na yenyewe lazima Wizara ya Kilimo ikupatie kibali. Na yenyewe hatutaki ukahangaike Dodoma kutafuta kibali. Utapata pale. Wizara ya Kilimo atakuwepo. Kibali maalum cha kuwekeza katika sekta ya madini inatolewa na Tume ya Madini na yenyewe utaipata pale TISEZA. Kuna cheti cha usalama na afya katika eneo la kazi, yani OSHA, na yenyewe unakuta wapo pale. Kuna vitambulisho vya NIDA kwa maana kama ni raia wa kwetu una basi wataka process pale unapatiwa kiwa hapo. Kuna taratibu za kuunganishwa na umeme, TANESCO wanakuwepo pale, na kupata cheti cha ubora wa bidhaa inatolewa na TBS na yenyewe unapata pale. Kwa huduma hizi 14 kwa sasa zinapatikana TISEZA. Kwa mwananchi akitaka kuwekeza, kijana wetu amemaliza chuo kikuu, anataka kusajili kampuni, process zote hizi ataenda TISEZA, atazikamilisha kwa muda mfupi iwezekanavyo. Nataka tuimarishe pia na kukuza benki ya ardhi kwa ajili ya uwekezaji. Sheria ya uwekezaji na maeneo maalum ya kiuchumi imeanzisha benki ya ardhi. Na katika sheria hii TISEZA imepewa jukumu la kuanzisha benki ya ardhi kwa kushirikiana na wizara yenye dhamana ya ardhi, kwa maana Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi. Na mpaka sasa TISEZA inamiliki hekta 170,176.96 inamilikiwa na TISEZA. Hiyo ardhi tayari wanayo, wanaimiliki wao, ipo tayari kwa ajili ya uwekezaji.
inajumuisha mashamba, maeneo maalum ya kiuchumi. Kwa mfano, mashamba ya jumla tunayo hekta 78,144. Kwa hiyo katika 170,176 tunazo hekta 78,144.35 mashamba ya jumla haya. Na mashamba ambayo yametoka kwenye taasisi za serikali ni zaidi ya mashamba 202, yani 56,900. Kwa hivyo hizo ambao wanamiliki TISEZA wamezitoa wapi? Zipo taasisi za umma zimepeleka TISEZA kwa ajili ya uwekezaji, lakini zipo ambazo pia zimewasishwa na sekta binafsi. Yapo mashamba au viwanja 124. Wewe unaweza kuwa na shamba lako kubwa somewhere, pengine inakuwa ngumu sana wewe kupata uwekezaji. Kwa hiyo unawasilisha pale TISEZA, wao wanakusaidia kukuunganisha na wawekezaji. Tayari wewe unamtaja. Kwa hiyo akija mwekezaji unaingia naye wanaita JV, joint venture, ile ubia. Wewe una ardhi, yeye anakuja pale na mtaji na teknolojia, mnaungana, mnapata share zako. TISEZA wanaweza kukusaidia kufanya hilo jambo. Kwa hiyo maeneo hayo pia yamo. Lakini tunayo maeneo yanaitwa maeneo maalum ya kiuchumi, maeneo ambayo serikali imeamua kuwekeza kwa ajili ya kuzalisha bidhaa fulani, hususan bidhaa kwa ajili ya kusafirisha kwenda kuuza nje. Tunayo hayo jumla ya maeneo 34, hekta 22,623.7. Na katika hayo maeneo 15 yanamilikiwa na TISEZA kwa niaba ya serikali, na maeneo 4 yanamilikiwa na serikali za mitaa na tawala za mikoa, na maeneo mengine yaliyobaki yanamilikiwa na sekta binafsi ambayo yapo kama 12. Kwa sekta binafsi pia wanayo maeneo haya ambayo tunayaratibu. Kwa tunayo benki ya ardhi kwa ajili ya uwekezaji, na ardhi tunayo inamilikiwa na TISEZA. Kwa hiyo swala la ardhi ya uwekezaji, changamoto imepungua sana baada ya kuanzisha benki ya ardhi ambayo tayari TISEZA wanayo. Lakini muhimu zaidi, tunawahamasisha watu binafsi, sekta binafsi wenye maeneo yao, mtu mmoja mmoja, kikundi, wenye maeneo yao makubwa, wawasiliane na TISEZA. TISEZA watawasaidia kuunganisha na wawekezaji ili wabadilishe hiyo ardhi kuwa uwekezaji, kwa sababu Watanzania wengi sana wanamiliki ardhi. Mimi na shamba Bagamoyo, na shamba Kibaha, na shamba si wapi, lakini hilo shamba ukiwa nalo kama halijakutana na mtaji na teknolojia, ni shamba tu, halikusaidii sana. Labda baadaye ujapata mtu akalinunua, lakini ukikutana na mtaji ukafanya ikawa uwekezaji, unapata fedha, unajenga uchumi wa nchi, unatoa ajira kwa watu. Eneo la tatu ambalo nataka tupambane nalo kama hatua hii ni mpya, tunaanzisha jukwaa la uwekezaji la kitaifa, yani National Investment Forum. Hili jukwaa kuanzia Januari, mimi na mawaziri wenzangu wa viwanda na biashara, waziri wa fedha, waziri wa ardhi, waziri wa muungano na mazingira, na wengine ambao watahusika, tutakutana na wawekezaji kila baada ya miezi mitatu. Lengo ni kuwasikiliza, wapate maoni yao, changamoto zao, tuzitatue. Na ndio watu tunakaa mawaziri kadhaa pale na taasisi zake zinazohusika. Ana changamoto, baada ya kusubiri kila mara moja kwa mwaka, tunataka tuwe nao at least mara moja kila baada ya miezi mitatu, tuweze kuwasikiliza, tupokee kero zao, tuzitatue, ili watu wakafanya uwekezaji, uchumi ukue, ajira ziweze kuzalishwa. Kwa hiyo ni jambo ambalo tumelianzisha jipya, tutaanza kulitekeleza kuanzia mwezi wa 3. Jambo ninataka kulifanya hapa ni kuelezeni kwamba kwa kuzingatia malengo na matarajio ya dira 2050, katika kipindi cha miaka 5 ijayo, miradi ya uwekezaji itachaguliwa kwa kuzingatia vigezo 5 vifuatavyo. Kwa hiyo ili tumkaribishe mwekezaji hapa, vivyo vigezo ambavyo tutavizingatia. Tutazingatia vigezo ambavyo vipo kwenye dira. Dira imeshatuainishia tayari vigezo 5 vya msingi. Kwanza, tunataka tuangalie huo mradi una uwezo na fursa kiasi gani ya kuzalisha ajira kwa wingi. Kwa hiyo mradi ambao utazalisha ajira kwa wingi tutaipa kipaumbele. Pili, uwezo na fursa ya kuongeza mauzo ya bidhaa za Tanzania nje ya nchi.
Hili ni eneo la pili. Lakini la nne ni nafasi ya sekta kukua na kuchochea ukuaji wa sekta nyingine. Kwa hiyo uwekezaji wako unachochea vipi sekta nyingine? Kwa mfano, unavyowekeza kwenye kilimo, tunataka kuona uwekezaji kwenye kilimo uchochee uwekezaji katika viwanda. La nne, nafasi ya uwekezaji huo katika kuongeza thamani, value addition. Tunataka as a country tusafirishe bidhaa kwenda nje ya nchi, bidhaa ambazo zimeongezwa thamani. Hii habari ya kusafirisha bidhaa ambazo unasafirisha wanaita raw materials, hapana. Tunataka bidhaa zetu zisafirishwe nje zikiwa zimeongezwa thamani, na ndio maana tumewekeza sana kwenye upande wa madini. Tunasisitiza wawekezaji wakija hapa, sio tukija kuchimba madini hapa. Unachimba madini, unaenda kuongeza thamani, wanaita benefication hapa Tanzania, badala ya kusafirisha madini kutoka kwenye mgodi moja kwa moja bandarini. Kutoka kwenye mgodi uende kwenye kiwanda, ndio uende bandarini. This is the new policy ambayo Mheshimiwa Rais ametuelekeza tuisimamie. Na namba 5, fursa ya sekta katika kukuza mapato ya serikali. Fursa ya sekta katika kukuza mapato ya serikali. At the end of the day, serikali lazima iwe na uwezo wa kuhudumia wananchi wake. Sasa uwezo huu unapatikana kwenye mapato. Kwa lazima mapato ya serikali yaende kukua. Kwa hiyo tukitathmini uwekezaji wako, tukagundua kwamba unatupa kodi ya kutosha, huo uwekezaji lazima upewe kipaumbele, kwa sababu unaenda kujenga uwezo wa serikali wa kuongeza mapato. Kwa hiyo hivi ndivyo vigezo vitano ambavyo tunavizingatia. Hata nyinyi waandishi wa habari mnapotathmini, angalieni haya mambo matano, ndio muhimu sana kwa nchi katika miaka mitano, kwa kweli katika miaka 25 ijayo, kwa kuzingatia dira yetu. Na kwa kuzingatia vigezo hivi, uwekezaji ambao utapewa kipaumbele utazingatia maeneo yafuatayo. Moja, kilimo na uchakataji wa mazao ya kilimo. Kilimo bado ni sekta muhimu katika nchi yetu, na bado potential yake hatujaitumia vya kutosha. Kwa hiyo uwekezaji katika sekta ya kilimo utapewa kipaumbele. Uzalishaji wa bidhaa muhimu kwa matumizi ya ndani na ambazo tunaagiza kutoka nje. Hapa kuna bidhaa nyingi tunaagiza kutoka nje. Ukiangalia takwimu za mwaka 2024, tuliagiza nje takriban bidhaa 96 zenye thamani ya shilingi takriban trilioni 15. Tumetumia trilioni 15 kuagiza bidhaa kutoka nje, bidhaa 96, na wataalamu wameshafanya uchambuzi. Zipo bidhaa ambazo tuna uwezo wa kuzizalisha ndani, na tumetambua angalau kwa haraka bidhaa 8, na tukifanya hivyo tuna uwezo kuokoa takriban shilingi trilioni 2.5 kwa haraka kabisa. Badala ya kupeleka hizi fedha nje, fedha hizi zizunguke ndani, zitazalisha ajira, zitakuza uchumi. Kwa hivyo tumeamua kwamba bidhaa hizi, tulikuwa tunayo sukari, lakini sukari tumeiondoa kwa sababu kuanzia mwaka kesho Tanzania itakuwa inajitegemea kwa uzalishaji wa sukari. Kwa hiyo tumeiondoa. Tayari bidhaa ya kwanza kabisa ilikuwa sukari. Sasa kuanzia mwakani viwanda vyetu vimepanuliwa sana. TPC, Kilombero, Kagera Sugar, vyote tumeanzisha viwanda vipya hapa Bagamoyo, kule Morogoro, na kuna wawekezaji wengi pia wanaenda kuomba vibali vya kuwekeza kwenye sukari. Kwa sukari kuanzia mwaka kesho 2026 hatuhitaji kuagiza sukari kutoka nje. Sana tutakuwa tunapambana kutafuta masoko ya kuuza sukari nje. Kwa hiyo tunashukuru Mungu kwamba hili limeondoka. Bidhaa ya pili ambayo tunataka tupambane ni mafuta ya kupikia. Tunaagiza mafuta ya kupikia mengi sana, wakati nchi yetu ina nafasi nzuri ya kuzalisha alizeti. Mafuta ya alizeti ni mafuta ya high class, yanahitajika sana hata kwa wenzetu kule. Kwa hivyo nataka kuanzisha mashamba maalum na viwanda maalum kabisa kwa ajili ya kuzalisha mafuta ya alizeti. Hata tuna wawekezaji wa kutosha, wanakwenda Dodoma, wanakwenda Singida, wanakwenda Kigoma na maeneo mengine kwa ajili ya kuanzisha ili kulima alizeti. Sasa hivi changamoto ambayo tunayo hapa ni kwamba tuna viwanda vya alizeti hapa vya kuchakata mafuta ya alizeti, lakini havina raw materials, malighafi hamna. Kwa hiyo vinazalisha miezi 3-4 vimefungwa. Kwa hiyo ambacho strategy ambayo tunakuja nayo mkakati ni kwamba kuwe na value addition.
wao wenye viwanda wawe na mikataba na wakulima. Kwa hivyo unalima kama unafanya kwenye miwa, unapewa shamba, unalima kwa lengo la kulisha kiwanda, unakuwa na mkataba wako kabisa. Wakulima wengi wakishakuwa na uhakika wa soko watalima. Kwa hivyo hili ni eneo ambalo inaitwa value chain, unaanza kwenye shamba mpaka kwenye kiwanda. This is a new strategy ambayo tunakuja nayo ili tuweze kujitegemea kwenye eneo la mafuta ya kupikia, hususan mafuta ya alizeti, kwa sababu tuna bidhaa hapa. Nyingine ni ngano. Bado tunaagiza ngano nje karibu 90%, na nafasi ya kulima ngano Tanzania ni kubwa. Ngano inatumika kwenye maeneo mengi sana, nyinyi mnafahamu hapa. Vyakula mnavyokula vingi, ukishika tu katika vyakula vitatu mpaka 4 vitakuwa ni ngano. Iwe ni mkate, iwe ni kwenye mabia huko wapi, ngano inatumika mno. Na tuna nafasi nzuri ya kulima ngano. Nataka tuvutie uwekezaji kwenye eneo la kulima ngano ili tuachane na habari hii ya kuagiza ngano kutoka nje. Mambo mengine kama furniture na kadhalika. Kwa yote haya tumezitambua bidhaa ambazo tunaenda kuweka nguvu ya ziada ya kuweza kuzalisha nje ili kujitegemea katika maeneo haya na kupunguza matumizi ya fedha za kigeni kuzipeleka nje, lakini pia kuchochea uwekezaji ndani na hivyo kuchochea swala la ajira. Eneo la tatu ni ufugaji. Lazima kuanzisha malisho ya mifugo, ranchi za kibiashara. Tuna mifugo mingi hapa, sisi ni nchi ya pili nadhani kwa wingi wa mifugo barani Afrika, lakini bado ufugaji wetu sio ufugaji, ni uchungaji. Kwa swala la kubadilisha uchungaji kwenda ufugaji ni swala la muhimu, ili ng'ombe moja aweze kuzalisha maziwa ya kutosha. Tuna viwanda vya maziwa hapa, lakini ukiongea na kina asasi wanapambana kutafuta maziwa. Hiyo ni changamoto kubwa sana. Tumechochea viwanda, wanajenga, halafu raw material kwa maana ya malighafi inakuwa hamna. Sasa hili ni eneo ambalo tumeona kama ni fursa kubwa, lazima tuwekeze katika swala zima la ufugaji wa kisasa. Kwa hiyo ni eneo ambalo litaenda kupewa kipaumbele kikubwa sana kwenye eneo hilo. Na ranchi zetu ziendeshwe kibiashara. Tuna ranchi hapa, nyinyi mnazifahamu, ukienda hapo Kongwa, maeneo mbalimbali tuna ranchi nzuri tu, lakini kwa kweli haziendeshwi kibiashara. We have to transform these ones into commercial entities, zifanye biashara, wape watu wa sekta binafsi ziendeshe, ambao wanaweza kufanya vizuri zaidi. 4 ni uvuvi na ufugaji wa samaki. Na tayari ukienda Mwanza kule, swala la vizimba limeanza kupamba moto, lakini eneo ambalo pia tunahitaji kuliboresha. Uwekezaji mkubwa sana kwenye uvuvi wa kisasa. Ndio maana serikali inajenga bandari ya kisasa ya uvuvi pale Kilwa, kwa sababu bado hatuna deep fishing. Uvuvi wetu tunaofanya ni wa kawaida tu. Ukienda pale wavuvi wetu wanaojua mitumbi wanaokota samaki, lakini hatujawafuata samaki chini. Na sisi tuna water bodies za kutosha hapa, maziwa, mito. Tuwekeze kwenye teknolojia ili tukafanya deep fishing. Eneo la samaki ni eneo ambalo linaweza kutupa very big economic value, na yenyewe tunaweza kuchochea uwekezaji kwenye eneo haya ili tuweze kuvutia. Kuna utalii sitaji kuelezea sana, mnafahamu, lakini kikubwa sana kwenye utalii tunataka tufungue utalii mwingi. Kuzungumza hapa, tutazungumzia wapi? Wapi? Si huko Serengeti, huko Kilimanjaro kaskazini. Tunataka tufungue kaskazini nyingine zisizopungua 5. Tayari imeshaanza kufunguka Mikumi. Lakini nataka tufungue kwa Ruaha. Ruaha is the best national park tulionao katika Tanzania kuliko hata zile za Serengeti. Lakini kwa sababu hatujaifungua. Ukienda kule Bugiri. Kwa we want to open kaskazini zingine 5 katika utalii. Hii ni eneo ambalo linaweza kutupa fedha nyingi tu. Lakini utalii wa beach hatujatumia vizuri. Mwambao, sisi tuna beach nzuri mno, lakini bado hatujatumia vizuri. Tunadhani ni eneo ambalo tukishirikiana na sekta binafsi ya ndani na nje ya nchi tunaweza kukuza utalii. Ili ni eneo ambalo tumeliamaki kwamba lazima lifanyiwe kazi, na nafasi kubwa sana kukuza mapato ya taifa hili na kukuza uchumi wetu na kufungua ajira kwa vijana. La 4 ni ujenzi wa majengo. Ujenzi wa majengo, iwe ni nyumba, iwe ni ofisi, iwe ni kumbi za mikutano, ni fursa kubwa sana. Na kwenye ilani yetu tumeeleza kwamba tunaenda kuanza na miji yetu hapa kuanza kuihuisha na kuipanga upya. Mimi ni mbunge wa jimbo la Ubungo. Ukienda pale Manzese, Manzese ni eneo zuri, lakini makazi yake ni changamoto. Kwa hiyo pale tunahuisha ili sekta binafsi inakuja, tunaunganisha na wenye nyumba zibomolewe, zijengwe magorofa. Mtu akijenga gorofa zake 5, 6, 10
halafu wewe uliokuwa na nyumba yako akakuachia floor moja ya makazi na kabiashara kako hapo, kuna ubaya? This is what other places they are doing. Kwa tunaunganisha watu wetu na wawekezaji. Mwenye hela zake anakuja anajenga gorofa zuri, halafu wewe mwenye nyumba yako ulikuwa na kachumba kako kamoja viwili, unapata ka floor, unapata sehemu ya kuishi wewe na watoto wako, lakini pia unapata kaeneo ka biashara kuingizia kipato, na yeye anafanya biashara katika maeneo mengine. Tunadhani tukifanya hivi, na kwa Dar es Salaam tumeamua kuanzia Vingunguti, Buguruni na Manzese, hayo maeneo matatu nataka tuanze nayo. Tutayatangaza rasmi, wawekezaji waombe, watapewa mazingira mazuri, tunatiseza pamoja na wizara yetu ya ardhi, ili mambo haya, ili miji yetu tuihuishe, lakini pia kuifanya miji hii na makazi hayo yawe ni makazi, lakini pia kukuza kipato cha wakazi wetu. Kwa hiyo hili ni eneo ambalo tunadhani tukiliweka vizuri litakwenda vizuri sana. Madini, huduma za kifedha, misitu, nishati ikiwepo mafuta na gesi. Hili ni eneo ambalo muhimu sana. Kwa mfano ile ya mafuta na gesi, nyinyi mnafahamu kwenye gesi kuna mradi unaitwa LNG, liquefied natural gas, ambao tunaenda kufanya kule Lindi. Ni mradi mkubwa wenye thamani ya dola za Kimarekani bilioni 42. Ni mradi ambao uwekezaji wake ni nusu ya pato lote la Tanzania. Pato la Tanzania kwa sasa ni dola za Kimarekani bilioni 85. Huu mradi unaingiza dola bilioni 42. Kwa hiyo mradi mmoja unaona unabadilisha kabisa hali ya uchumi wa Tanzania. Ni mradi mkubwa na serikali ipo makini, na tupo katika hatua ambazo mradi unaenda kuanza. Kwa hiyo ni maeneo ambayo tunaipa kipaumbele, lakini muhimu sana kwenye swala la ujenzi wa viwanda. Ndio maana safari hii kwenye ilani tumesisitiza mradi wetu wa Liganga la chuma lazima uanze. Tuanze kufua chuma hapa, iwe ni source nzuri ya kujenga viwanda. Sasa katika kuchochea uwekezaji unaoleta tija zaidi na kutoa fursa kwa vijana, serikali inaenda kuchukua hatua mahususi 5 zifuatazo kwa lengo hasa la kuchochea ajira kwa vijana wetu, na hususan vijana ambao wanamaliza vyuo vikuu na vyuo vya ufundi. Kuna changamoto duniani na hususan kwenye nchi za Afrika kwa kitu kinaitwa graduate unemployment, ukosefu wa ajira kwa vijana wanaomaliza vyuo vikuu. Hili ni eneo ambalo linaisumbua Afrika ikiwemo Tanzania, na hatuwezi kufunga vyuo. Lazima tuje na mikakati tofauti ya kuwasaidia vijana kupata kazi, na kazi yenyewe mnafahamu kwa zamani sisi tukisoma, unamaliza chuo kikuu unaajiriwa serikalini. Ilikuwa sio kazi kubwa hiyo, unamaliza unakuwa na kazi 2-3. Sasa hivi hiyo hali haipo. Ajira serikalini zipo chache sana na haziwezi kuabsorb watu wetu wote wanaomaliza vyuo vikuu na vyuo vya ufundi. Njia pekee ni kupanua sekta binafsi, kama njia mliopo hapa wengi hapa, si wangapi hapa wametoka Daily News hapa na Habari Leo, wengine wote wametoka kwenye private sector. This is what we need to go. We have to strengthen our private sector iweze kuabsorb. Kwa mikakati ambayo naenda kueleza hapa ni mikakati ya kuweza kufungua sekta binafsi, hususan kwa vijana wenyewe, wawe wawekezaji, wawe wafanya biashara, wajiajiri na waajiri wenzao. Kwa cha kwanza, mwaka huu kabla hujaisha, tunaanzisha kituo maalum cha kuhudumia na kuwezesha wawekezaji vijana. Kitaitwa Youth Investors Resource Center. Tutakifungua pale IPZA pale Mabibo. Lengo la kituo hiki kubwa, kwanza swala la maarifa. Ili uwe mwekezaji, uwe mfanya biashara, hatua ya kwanza ni maarifa. Upewe maarifa, ujuzi wa kuwekeza, wa kufanya biashara. Mitaji inapatikana wapi? Kupata mtaji unafanya nini? Unakopaje? Vitu gani vya kuzingatia? Kwa kituo hiki kitakuwa ni muhimu specifically kwa vijana wetu wanaomaliza vyuo vikuu, maliza vyuo vya ufundi na wengine, waende pale wafundishwe vizuri na wataalamu wetu wa serikali na wa sekta binafsi wenye uzoefu. Kwa tunaunganisha na watu ambao wamefanikiwa, wao wafundishe mbinu mbalimbali za kufanya biashara, za kuwekeza, za kujiajiri, za kuajiri wenzao. So this is going to be the first step. Lakini ya pili, tunaanzisha program maalum ya kuwezesha wawekezaji vijana kubuni na kuanzisha uwekezaji wa viwanda nchini. Kwa hiyo kama nilivyosema,
TISEZA tunayo maeneo ambayo tumetenga kwa ajili ya maeneo maalum ya kiuchumi, special economic zones, kwa lengo la kujenga viwanda, hasa viwanda ambavyo vinaenda kwa ajili ya kuchakata kuongeza thamani mazao mbalimbali, ikiwepo mazao ya kilimo, mifugo, uvuvi, misitu pamoja na madini. Ambacho tunafanya hapa, hii itakuwa program maalum ya kuwawezesha wawekezaji vijana wakabuni na waanzishi uwekezaji wao wapi? Viwandani. Kwa hatua ya kwanza, akishapata mafunzo pale kwenye kile kitu ambacho tumeelezea, ambacho pia hivi tutafungua kwa kila mkoa. Akishapata mafunzo, next step, fungueni kampuni. Watasaidiwa kufungua kampuni, wasajili BRELA. Baada ya hapo, kitakachofuata itakuwa sasa kukabidhiwa eneo ili waweze kuwekeza. Sasa eneo hili huwezi kumpa tu eneo kijana hapa pale shamba hili hapa. Lazima tuunganishe sasa na wenye mitaji. It can be financial institutions, kwa maana ya mabenki ama wawekezaji wa sekta binafsi. Sasa kwenye viwanda kuna vitu vinaitwa mitaa ya viwanda ama kongani za viwanda. Maana yake unakuta huo mtaa wa viwanda, maana yake kwamba ndani unakuwa na viwanda vingi, kama wale ambao wameshaenda kule Kwala, Sinotan Industrial Park. Pale kuna viwanda vingi. Kwa nataka sasa mwekezaji wa sekta binafsi yeye atawekeza kujenga hiyo mitaa. Ndani mle tunataka ile industrial sheds awakabidhi vijana. Kwa ndani unaweza kukuta labda kiwanda cha kuzalisha nguo, kiwanda cha kuzalisha sabuni, kiwanda cha kuzalisha mafuta na kadhalika. Tunataka mwekezaji mkubwa mwenye mihela yake mingi anaweza kajenga hilo mitaa la viwanda. Tunataka hivyo viwanda aweze kuwapangisha vijana. Kwa kazi ya serikali tutakayofanya sisi, tutaweka umeme, tutaweka maji, tutaweka barabara, ile miundombinu ya msingi. Then mwekezaji atajenga hizo sheds. Mwekezaji akijenga sheds, tunataka specifically hizi sheds awapangishe vijana ambao wamepata mafunzo, walitoka vyuo vikuu. Akiingia hapo kijana, wapo vijana 5, 10, 15 wanamiliki kiwanda chao. Kwa hivyo hapo wataajiriana wenyewe. Kama ni engineer wataajiri engineer, kama ni human resource hapa, kama ni mhasibu hapo. Kwa vijana wanakuwa wanamiliki viwanda vyao. Na tayari tumeshazungumza na mabenki mbalimbali kama Tanzania Bank, TCB, CRDB na mengine ambao wapo tayari kushirikiana na sisi katika hili. Na sisi kama serikali, hatua ya kwanza tutatoa mafunzo, lakini hatua ya pili tumetenga maeneo. Kuna eneo zuri sana lipo kule Dodoma inaitwa Nala. Tumetenga ekari 100 kwa ajili hiyo. Pwani, eneo hot kabisa pale Kwala, tumetenga ekari 20. Mara Bunda tuna eneo zuri pale, tumetenga ekari 100. Ruvuma Songea tumetenga ekari 100, na Bagamoyo Pwani tumetenga ekari 20 kwa kuanzia. Haya maeneo tumeyatenga 1, 2, 3, 4, 5. Maeneo 5 kwa kuanzia, yenye jumla hizi ekari ambazo zimestaja hapa, nikipiga hesabu 120, 220, 320, 340. Ekari 340 zinatengwa kwa kuanzia specifically kwa ajili ya vijana, na nimesema hapa vijana wanaomaliza vyuo vikuu na vyuo vya ufundi. Watakuwa pata mafunzo, wataunganishwa na wawekezaji na mitaji, watakabidhiwa maeneo haya, waanzishe viwanda kwenye hiyo mitaa ili waweze kusimamia. Kwa hiyo ni jambo ambalo kubwa, zito, na ndio maana tumetenga maeneo 5 tuko kuanzia, tuyafanyie tuone hatua ambayo tutapiga. Na hao vijana watapatikanaje? Wenzetu wa TISEZA watatangaza. So it's not like, tatangazwa wazi kwenye magazeti, vyombo vya habari, vigezo vitatolewa, wataomba. Kutakuwa na wazi kabisa, tufanyika interview, watachaguliwa vijana hawa hapa, then watapatiwa mafunzo, tutaunganisha na hizi taasisi waende pale wakafanya hiyo kazi. Tunadhani kwa kufanya hivi tuanze kubadilisha mtizamo kwamba ajira ni serikalini, lakini pia badala kusema tu wakaajiriwe, wanaweza wakatengeneza ajira wenyewe na wakatengeneza ajira kwa ajili ya wenzao, wakaweza kujiajiri. Hilo ni eneo la pili. La tatu, tutasogeza huduma za mamlaka ya uwekezaji na maeneo maalum kiuchumi kufika kila mkoa. Kuelekea huko mbele, nataka kila mkoa ufungue ofisi kama ambayo ipo hapa kwa kila mkoa.
Kwa kama ni Singida, unakuwa na ofisi ya TISEZA pale, inatoa huduma kwa wawekezaji pale pale, badala kufunga safari kuja Dodoma ama kuja Dar es Salaam. Hilo ni eneo ambalo tulishaagizwa na Mheshimiwa Rais, tunaenda kulisimamia kwa kushirikiana na wenzetu wa ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI. La nne, kwa kushirikiana na sekta binafsi kujenga miundombinu ya uwekezaji wa viwanda nchi nzima. Nimeshalieleza hili. Kwa hili ambapo tumeanzisha programu fupi, tungetamani isambae nchi nzima. Tukifanikiwa hili, tunaona kwamba inaweza kuwa ukombozi uko mbele na utapunguza gharama za Watanzania kuweza kuwekeza. La mwisho, la tano, ni kubuni na kuanzisha vivutio vipya vya uwekezaji mara kwa mara. Ili sasa hawaweze kufanikiwa, lazima itabidi kutengeneza vivutio vipya katika maeneo haya, vya kikodi na visivyo vya kikodi, ili kuweza kuwarahisisha mazingira ya uwekezaji, ikiwemo kuweka miundombinu muhimu, kwa mfano maji, umeme, barabara, ili iweze kufikika na kuunganisha na masoko. Ndio maana tumechagua maeneo ambayo yapo karibu na reli, ili iwe rahisi kusafirisha bidhaa ambazo wanaziuza kwenda kwenye masoko mbalimbali. Na la mwisho katika eneo hili niseme kwamba katika kuendelea kuimarisha mazingira ya biashara na uwekezaji nchini, serikali inakamilisha mapitio na maandalizi ya mkakati mpya wa kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji nchini. Nyinyi mnafahamu kumekuwa na blueprint tangu mwaka 2018. Imeshakaa zaidi ya miaka 5. Kwa mwaka huu tumeshaipitia, tunaandaa mkakati mpya wa kuweza kuboresha mazingira ya biashara nchini. Na tumekuwa tukipimwa huko duniani, tunapimwa jinsi ambavyo mazingira kwa biashara ni rahisi katika nchi yetu na nchi zingine. Na sisi katika kuhakikisha kwamba tunajiimarisha kwenye eneo hili, kupitia tume ya mipango, tunaenda kuanzisha sasa utaratibu wa kushindanisha mamlaka za serikali za mitaa, jinsi wanavyoweka mazingira mazuri ya biashara na uwekezaji. Kwa hiyo tutazilangi kuanzia mwakani, mamlaka zote pamoja na mambo mengine zitakuwa na kigezo cha kupimwa jinsi wanavyoweka mazingira mazuri ya uwekezaji. Kwa kila mwaka tutatangaza mamlaka gani ilifanya vizuri na mamlaka gani ipo ya mwisho. Lengo ni kuona kwamba mamlaka za serikali za mitaa zinakuwa vituo vya kiuchumi badala ya kuwa vituo tu vya utawala. This is very important. Na hapo muda umebaki dakika 20, ni nyingi sana hizo. Sasa hivi namaliza. Sasa mimi ni mwalimu, kwa hiyo namalizia eneo la mwisho. La mwisho kabla ya mwisho ni hili la mipango ya maendeleo ya taifa katika kipindi cha miaka 5 ijayo, kwa maana ya Tume ya Taifa ya Maendeleo inaendelea na maandalizi ya nyenzo za utekelezaji wa dira 2050. Tunaandaa na maandalizi ya nyenzo ya kwanza, kitu kinaitwa mpango wa maendeleo ya miaka 5, tunakamilisha, utazinduliwa kabla ya tarehe 1 Julai na utaenda bungeni. Lakini pia mpango wa maendeleo mwaka mmoja na mkakati wa ufuatiliaji na upimaji. Kwa upande wa mashirika ya umma nisema mambo manne tu. Upande wa mashirika ya umma, moja, tunaenda kuweka mfumo mpya na imara zaidi wa upimaji wa maendeleo ya mashirika ya umma kwa kuzingatia tija ya kiuchumi na utoaji wa huduma kwa wananchi. Kwa mashirika ya umma na kuwekewa M&E, vigezo vipya vya upimaji, kuhakikisha kwamba ni kwa kiwango gani wanachangia katika maendeleo ya uchumi na katika utoaji wa huduma kwa wananchi. Lakini la pili, kuweka masharti na vigezo kwa mashirika ya umma ya kibiashara kujisajili katika soko la hisa. Kwa hiyo kuna sheria mpya tunaiandaa, itazingatia mambo haya. Moja ni kwamba baadhi ya mashirika ya umma tutataka yasajiliwe kwenye soko la hisa, Dar es Salaam Stock Exchange. Nadhani wengi mlifahamu. Ni kwamba ili Watanzania wapate nafasi ya kununua hisa na kumiliki mashirika haya, lakini pia unaongeza uwazi katika uendeshaji wake. Kwa hili linakuja. La tatu ni kuweka masharti ya watendaji wakuu wa mashirika ya umma na wajumbe wa bodi za wakurugenzi kupatikana kwa njia ya ushindani, ili kuwa na uwazi zaidi juu ya ushiriki wa Watanzania wenye sifa katika kuendesha mashirika ya umma nchini. Kwa hivyo huko mbele, kuanzia tarehe 1 mwezi wa 7, sheria mpya ikipita hii, ni kwamba watendaji wa mashirika ya umma utakompiti. Kama ni Director General wa TANESCO utaomba kwa vigezo ambavyo vipo, utaapply. Kama ni wajumbe wa bodi, ndugu yangu, unataka kuwa mjumbe wa bodi wa TISEZA, si wa TPA, si wa nini, utaomba.
utapitia mchakato wa ushindani. Watanzania wote wenye vigezo wataomba, utafanyika utaratibu wa kawaida, utachaguliwa kwa kile kinachoitwa competitive recruitment, kwa njia ya ushindani. Na la mwisho, itaanza kuanzishwa chanzo mahususi cha fedha kwa ajili ya kupata mitaji ya uwekezaji wa umma. Kwa mashirika ya umma ya kwetu haya mengi yanaweza kufanya biashara kubwa lakini hayana mitaji. Kwenda kuanzisha chanzo mahususi kwa ajili ya kupata fedha kwa ajili ya kupata mitaji. Nimalizie hitimisho, niseme tu kwa matarajio ya serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwamba ifikapo mwaka 2030 hatua kubwa zitakuwa zimepigwa na mafanikio makubwa kupatikana, ikiwemo kwa mfano miradi ya uwekezaji kuongezeka, fursa za ajira kupanuka na mitaji ya uwekezaji kukua zaidi. Matarajio yetu ni kuzalisha ajira angalau milioni 8 na kuvutia mtaji wenye thamani ya dola za Kimarekani bilioni 50 ifikapo mwaka 2030. Pili, kuimarika kwa usimamizi, ufuatiliaji na usimamizi wa miradi ya maendeleo kwa kuzingatia vigezo vya matokeo, kitu kinaitwa key performance indicators. Kwa kila wizara na kila taasisi ya umma itapewa viashiria vya kufikia na watapima kwa kuzingatia viashiria hivyo. Kwa hivyo tunakamilisha hiyo tunapoanza, kama sema maandalizi ya utekelezaji wa dira 2050, kila sekta, kila wizara itapewa specific key performance indicators, na mafanikio ya wizara na sekta itapimwa kwa kuzingatia viashiria hivyo. Na mwisho, mashirika ya umma kuwa na tija zaidi kwa kuzingatia mchango wao katika uchumi na utoaji wa huduma bora kwa wananchi. Kwa ndugu zangu waandishi wa habari, kwa niaba ya wananchi, hayo ndio maeneo ambayo tunakwenda kuyasimamia sisi, Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji.